Mtu wa Mungu, ninakusalimu sana kwa jina la Yesu. Leo pia nimeweza kuonekana tena ili tuweze kushiriki neno la Mungu pamoja. Tuweze kuelewa ni kipi Mungu anataka tuweze kufanya wakati huu. Unapopatana na ujumbe huu, kumbuka kusubscribe kama hujafanya hivyo na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata ujumbe kwa haraka punde ninapo upload ama ninapopandisha ujumbe huu katika mtandao huu wa YouTube, uweze kupata ujumbe huo kwa haraka. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 20 mstari wa 11. Pale nitasoma neno la Mungu linasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Mtu wa Mungu, neno linazungumzia habari za hukumu ile ijayo pale mbele, na inazungumzia siku ambayo inakuja ambapo watu watahitajika kusimama mbele ya kiti cha hukumu, wahukumiwe sawa na matendo yao. Hiyo siku inakuja na ni lazima iwepo, kwa sababu ipo katika neno la Mungu. Neno la Mungu katika Mathayo 24 mstari wa 35 nasema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita hata nukta moja. Hivyo nataka unapoishi duniani, mwanadamu, ufahamu vizuri ya kwamba kuna siku inakuja ambapo utahitajiwa kutoa hesabu juu ya matendo yako mbele ya kiti kile cha hukumu. Neno linasema, nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapa kuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Kwa hivyo, mtu wa Mungu, siku hiyo inakuja, lakini unaweza ukatengeneza njia zako sasa, ili itakapofika siku hiyo ya kwamba vitabu vinafunguliwa na watu kuhukumiwa. Maandiko yanasema watahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Kwa hivyo wafu wote walionekana pale, wadogo kwa wakubwa. Kwa hivyo watahukumiwa hata watoto watoto kwa vijana, wamama, wazee, kwa sababu maandiko inasema walionekana wafu wadogo kwa wakubwa. Ngoja nisome tena. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Hukumu ya Mungu, hukumu huwa haina huruma. Hapa duniani ndio tunasema kwamba hawa ni watoto, wacha tuwaache, lakini hukumu ya Mungu ni tofauti. Kitabu cha Ezekieli 9, Mungu anasema, ukisoma pale kuanzia mstari wa 1, nazungumzia habari za malaika waliotumwa katika uso wa dunia. Na Mungu akasema, mkifika hapo hakikisheni mnaua watu wote, awe watoto, wawe wazee, wawe wamama, kila mtu mtakayemwona na hana alama yangu, huyo hakikisheni kwamba mnaua.
Kwa hivyo hukumu ya Mungu si vile ambavyo unafikiria mwanadamu. Ukasema kwamba watoto hawa ni malaika, hawa ni malaika, hawa hawatahukumiwa. Ikiwa kwamba hawakuungamanishwa na Yesu Kristo, hukumu itawapata. Kwa sababu maandiko anasema mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa hivyo akiwa mtoto lakini bado hajaungamanishwa ndani ya Kristo, hajaungamanishwa kwa Yesu Kristo, basi hawezi kuingia. Kwa sababu maandiko anasema hakuna mtu ajaye kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa hivyo akiwa amekufa duniani na hajamwamini Yesu Kristo, ni vigumu kuingia mbinguni, ni vigumu. Kwa sababu watu wataingia kwa njia ya yeye Yesu Kristo. Hivi mtu wa Mungu, jambo ambalo nataka nikwambie zaidi, ambalo ulifahamu na ulielewe, ni kwamba uwe na bidii sana jina lako lisipatikane katika vitabu, lipatikane katika kitabu cha uzima. Hapo ndipo utakuwa na nafasi wewe ya kuepuka hukumu ya Mungu. Mstari wa 12. Nitarudia. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Kwa hivyo watu watahukumiwa, na chochote ufanyacho kutokea mwanzo, tangu ulipokuwa mtoto mpaka umefikisha umri huu, chochote ambacho ulifanya kilihesabiwa, na siku ile lazima faili yako itafunguliwa na matendo yako yataonekana. Ikiwa matendo yako yalikuwa mabaya, lazima utahukumiwa. Kwa hivyo angalia sana yale ufanyayo, angalia sana yale ufanyayo. Je, ni ya uzima? Kwa sababu kama unafanya ya uzima, basi jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini kama ulifanya ya hovyo ulimwenguni, uliishi katika dhuluma, uliishi katika kuwanyanyasa wengine, hukutaka kujali, uongo ulifanya, hukutaka kujali, ulifanya kila namna ya uovu, hukutaka kujali, neno la Mungu linasema nini? Siku moja vitabu vitafunguliwa. Hivi ni vitabu vya uzinzi vitafunguliwa. Vitabu vya uongo vitafunguliwa. Kwa hivyo ukikosekana katika kitabu cha uzinzi, basi ukosekane bado kwa kitabu cha uongo. Uendelee kukosekana katika kitabu cha dhuluma na manyanyaso. Ukosekane katika vitabu vyote hivi, lakini jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima. Maana vitafunguliwa vitabu. Kila dhambi uliyotenda, kila kosa lina faili yake. Kila kosa lina faili. Ndio maana vinaitwa vitabu, vitafunguliwa. Kwa hivyo jitahidi kusimama katika njia za Mungu ili kuepukana na hatari ya hukumu ijayo, kwa sababu hiyo lazima. Ngoja nisome hapa mstari wa 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kila mtu ambaye hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Fanya bidii jina lako liwe katika kitabu cha uzima, lakini lisipatikane katika vitabu. Maana likipatikana katika vitabu, jua hukumu ya milele iko juu yako mwanadamu. Na ili jina lako lipatikane katika kitabu cha uzima, basi muamini Yesu Kristo. Yeye ndiye anayeweza kuwapeleka watu mbinguni. Shika neno lake la Yesu Kristo. Yeye ndiye anaweza kukupeleka mbinguni. Ndiye njia, kweli na uzima. Maandiko anasema mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Muamini yeye, atakufikisha mbinguni. Jina lako ataliandika katika kitabu cha uzima. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura 7 kuanzia mstari wa 1 nasema kwamba wale malaika wanne walipotumwa walikuwa tayari kuidhuru nchi. Lakini alitokea malaika mwingine akasema, hapana, usidhuru nchi wala bahari, usidhuru chochote.
mpaka tutakapomaliza kuwatia chapa watu wa Mungu, basi ndipo mtakuwa na uhuru sasa wa kuidhuru nchi na bahari. Lakini sasa msidhuru. Kwa hivyo kuna nafasi sahihi ya kumwamini Yesu Kristo, utiwe chapa ya kumwamini Yesu Kristo na jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Mtu wa Mungu, fanya bidii, kwa sababu bado mlango wa neema uko wazi. Nasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana bado 22 mstari wa 12. Maandiko yanasema hivi: tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea muo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako umbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Maandiko yanasema kwamba naja upesi. Kwa hivyo Yesu Kristo anasema anakuja upesi. Kwa hivyo si wakati wa kupoteza muda, ni wakati wa kuamua haraka haraka. Si kusema kwamba nitaokoka baadaye, ngoja kwanza nifanye hili, nifanye miradi yangu, niwekeze, ngoja niowe, ngoja niolewe, nipate kazi kwanza, nizae watoto, ndipo nije niokoke. Sio namna hiyo, ni haraka haraka. Ufanye uamuzi wa haraka haraka kuja kwa Yesu, maana siku zako huzichui na huzitambui. Hujui kama next saa ya baadaye inaenda kuwaje katika maisha yako, hujui. Kwa hivyo usidharau uvumilivu wa Mungu. Tena kulala na kuamka kusikudanganye ukaona kwamba bado unaweza pata siku nyingine ya kesho. Hiyo sikudanganye. Wewe chukua maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo. Anasema naja upesi na ujira wangu mkononi, na anakuja kumlipa kila mtu. Ikiwa ulifanya uongo, utalipwa kwa huo uongo. Ikiwa ulifanya uzinzi, utalipwa kwa huo. Naona sheria za ulimwengu zimesonga sana mpaka zinahalalisha mambo mengine ambayo ni kinyume kabisa, na wachungaji wanaunga mkono alisha ushoga, lesbian, wanaalisha hayo mambo, ndoa ya mume na mume, ya mke na mke, mambo yaliyo kinyume. Lakini nakwambia watu watalipwa kwa hayo matendo, lazima watalipwa. Sasa fanya ukiwa na furahi, lakini jua kwamba kuna malipo. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 nafikiri mstari wa 7 nasema Mungu hadhihakiwi, kile apandacho mtu atavuna. Umepanda kwa mwili, utavuna katika mwili, utavuna uharibifu. Ukipanda kwa roho, uzima utapata, kwa sababu imeandikwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima na amani. Mtu wa Mungu, kazi ni kwako. Umwamini Yesu Kristo, jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Uendelee kukawia, jina lako nalo bado litazidi kudumu katika vitabu vile vya mauti. Mimi na vita vya mauti. Lakini andiko linasema hivi hapa mbele, ya kwamba ni heri wazifuao, mstari wa 14, heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Heri wanaozifua nguo zao. Wanazifua nguo zao kwa njia, kwa damu ya Yesu Kristo. Imeandikwa katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 nafikiri. Ngoja nikasome, sitaki tuweze kukosea hata kitu kidogo. Nisome hapa sura ya 11, sura 12, sura 12 Ufunuo wa Yohana, sura 12 Ufunuo wa Yohana nasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ngoja nisome hapo juu mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo ushindi unapatikana hapa.
kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno la Mungu kama huu ambao unaosikia leo. Ukimwamini Yesu Kristo na ushike neno lake, maana neno la Mungu ndio ushuhuda wa Yesu Kristo, umwamini na akutakase, basi utamshinda ibilisi. Jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima. Siku ile vitabu vitakapofunguliwa, jina lako likisomwa halitaonekana kabisa katika vile vitabu, lakini kikija kutazamwa kitabu cha uzima, jina lako litapatikana. Na hapo ndipo tunahitaji sana, hapo ndipo penye furaha yetu. Ngoja nisome hapa mstari wa 15, 22 Ufunuo. Huko nje wako umbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Maandiko yanasema huko nje watakuwepo umbwa, huko nje watakuwepo wazinzi, huko nje watakuwa wachawi, huko nje kutakuwa na waongo, waabudu sanamu, wote wabaya, wapenda uongo na hivyo. Kama unapenda kufanya uongo, basi jua na hatarisha maisha yako. Siku ile nimekwambia lazima itafika katika maisha yako, na hata katika maisha yangu lazima itafika, lakini ni vizuri tuanze kutengeneza sasa. Maandiko yanasema huko nje ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno, huko nje, kwa sababu Mungu atawahukumu wote waongo, atahukumu waongo wote, atahukumu wazinzi wote, atahukumu wote waliohalalisha mambo ya ushoga, wote waliohalalisha mambo ya lesbian, wote waliohalalisha uovu. Mungu atawahukumu. Wewe chukua maamuzi ya kusimama kwa Yesu Kristo ili uiponye roho yako. Hilo ndilo jambo ambalo ninaweza nikakuambia. Kuna ujira unakuja, ujira wa uzima kwa wote waliomwamini Yesu Kristo. Kuna ujira unakuja, ujira wa mauti kwa wote walioishi vile walivyotaka. Pia ujira huko. Lakini nakuombea mtu wa Mungu kwamba Yesu atakaporudi ama mauti itakapokupata, jina lako lipo katika kitabu cha uzima. Mungu akubariki sana. Kumbuka ujumbe huu kuupeleka kwa wengine. Watu wako wengi wanaohitaji ujumbe kama huu ili waweze kupona. Hawajaelewa, ndio maana wako katika dhambi. Hivyo unapopata nafasi ya kumsambazia hata mmoja tu, hata mmoja, ndio kumefanya jambo zuri, maana naye ataweza kufahamu. Maandiko yanasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wangu. Kwa hivyo tunang'ang'ana, nawe naomba nawe pia ufanye hivyo ili tuweze kusaidia watu waweze kufunzwa neno la Mungu, waweze kuwa tayari kwa ajili ya kuingia ufalme wa mbinguni. Mungu wa mbinguni akubariki sana, mtu wa Mungu. Amen.